TFF. Kwanza alipokeaje ile ya Simba ya jana na alivyoipokea ya leo ya TFF? Ni kweli jana majira ya saa 1 nilikuwa nimeingia kwenye Instagram nikakuta kuna matangazo ya kulikuwa kama kuna sitofahamu hivi baina ya kuna gari ilikuja kufanya mazoezi. Ukaa kama kuna sitofahamu kwamba wanaingia au la. Sasa asubuhi tumeamka tukaona ni hali ya kawaida. Asubuhi tumeamka tumejiandaa kwa ajili ya kuangalia mechi. Tunafika hapa kuna sitofahamu nyingine kwamba wachezaji tunaambiwa kuna kikao TFF. Tukakaa tusubirie kikao kinasema kitu gani. Ndio majibu yamekuja kutoka kwamba tunaambiwa sasa hivi kwamba mechi imekairishwa. Binafsi sisi kama watu wa mpira imetukwaza kidogo kwa sababu tulijiandaa, leo ni Jumamosi, tujiandaa kwa ajili ya kuja kuangalia game ambayo imefanywa promo muda mrefu, game ambayo watu wamejiandaa kuitaka kuiangalia muda mrefu, game ambayo imeleta kivutio au vivutio tofauti, na ni game ambayo tunasema ni kama game ya mtoko kwa sababu watu wamejiandaa wao na familia zao kwa ajili ya kuja kuangalia game. Binafsi imetuumiza kwa sababu kuna watu wametoka mikoani, kuna watu ambao wametoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kuna wale ambao wako hapa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo na watu wameshakata tiketi. Binafsi imetuumiza sana. Yaani binafsi nilipoona ripoti, nilipoambiwa kwamba bana game hakuna, nimebaki nimeshangaa. Yaani hata mimi nimeshangaa, sijui tuanzie wapi. Inawezekana ni kanuni, imetumika kanuni, mechi imekairishwa kwa sababu kwa tetesi wanazosema watu ni kwamba jana kuna basi sijui anasema iliziwiliwa, sina uhakika. Wanadai kwamba kuna basi iliziwiliwa kuja kufanya mazoezi uwanjani. Kwa hiyo klabu ya Simba wao wakaamua kufuata kanuni ya kwamba na tuingii kwa sababu tuliziwiliwa. Sasa inawezekana ikawa kanuni hiyo ndio imetumika kwenye kuifanya mechi ya leo isichezwe au kuna utaratibu mwingine ambao umetumika na TFF. Naam, kuahirishwa kwa mechi hii kuna madhara gani kwa mashabiki au kwa watu wote ambao ni wapenzi wa mpira? Kuna madhara gani? Madhara ni makubwa kwa sababu ukiangalia hii mechi watu kama nilivyokuambia kwa wamejiandaa kwa lengo la kufanya biashara, wafanya biashara wameathirika, lakini sio tu wafanya biashara walioathirika. Hata watu ambao wametoka mikoani pia wameathirika. Kumbuka watu wamekodi mabasi, kumbuka watu wamekodi hoteli za kulala, magesti kwa ajili ya kuja kuangalia mechi. Sasa ikitokea watu wamekuja uwanjani alafu mechi imekairishwa, na maana kwamba mpaka itakapopangwa tarehe nyingine ya mechi. Hiki kipindi hapa tayari watu wameshapata hasara kubwa, kuna watu wamekata tiketi na hatujui utaratibu mpaka sasa hivi ukoje. Kwa hiyo binafsi kuathirika kwa watu ni kwamba kweli mashabiki walikuwa na hamu ya kuziangalia timu zao, walikuwa na hamu wa kuangalia vikosi vyao. Kila mtu alikuwa amejiandaa kwa sababu ya kuja kuiangalia timu yake ina performance gani kwenye mechi ya leo. Kuahirishwa kwa mechi kumesababisha morali ya mashabiki wa timu zote mbili kushuka, lakini kwa sababu mechi ya leo kuahirishwa pia imetondoshea radha. Hata kama ikapangwa mechi nyingine itakuwa imetondoshea radha ya kuja kuangalia hiyo game, kwa sababu tulikuwa tunaamini kwamba mechi ya leo aidha mmoja muongoze mwenzie kwa pointi 4 au mmoja muongoze mwenzie kwa pointi 2. Kwa hiyo kitendo cha kuahirishwa tayari watu wamekaa kwenye vituo vyao, tunaumiza kichwa, tunajua yani tunajiuliza sasa ni lini hii mechi itarejeshwa tena. Naam, Simba waliandika barua jana, ilikuwa kama usiku, ilikuwa usiku, na TFF wamekuja kutoa taarifa rasmi kama saa 7 siku ya leo. Kwa jicho la kiuchambuzi unaona kama TFF wamechelewa kutoa taarifa hiyo kuwajibu Simba au ni sahihi kwa muda ambao wametoa tangia jana usiku hapo wanakuja kutoa sasa hivi ndio wanatoa barua yao saa 7? Kwanza inatakiwa ifahamike kuwa TFF ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, wanafuata sheria na kanuni za mpira wa miguu ambalo zimetengenezwa na FIFA. Simba walitoa barua mapema tu, nafikiri ile barua ya Simba ndo iliyopelekea kikafanyika kikao TFF leo saa 4 kama sikosei. Sasa mara baada ya kukaa TFF inawezekana wamekaa wamejiridhisha sawa na maelezo ambayo wameyatoa Simba, ndio maana mechi inawezekana ikawa imekairishwa kwa sababu wamekaa wamefikiria au wamekaa wamejadiliana, wameangalia vipengele ambavyo vipo kwenye utaratibu na sheria ya uendeshaji wa ligi, kwa sababu sisi tunaamini Tanzania kuna uendeshaji wa ligi ambao ni TFF. Kwa hiyo inawezekana TFF wamefanya maamuzi kutokana na vipengele na sheria ambazo zipo kwenye mpira wetu. Naam, vitendo hivi vinaendelea kwenye ligi yetu. Huoni kama vinashusha hadhi ya ligi? Ilikuwa nafasi ya 4, sasa hivi taarifa imetoka ni nafasi ya 6. Je, hivi vitendo vinavyoendelea
kujitokeza katika ligi yetu. Huoni kama vitakuja kushusha hadhi ya ligi yetu na kushuka zaidi kutoka namba 6 na kuporomoka zaidi? Hapana, kinachopandisha ligi yetu ni namna ya ushiriki wetu kwenye klabu bingwa, kwenye shirikisho na pointi ambazo tunazipata, zile ndo zinapelekea sisi kupanda ligi. Kushuka kwa ligi inategemea na timu ulizokuwa nazo ambazo umepeleka CAF Champions League au umepeleka shirikisho. Lakini kiujumla ukiandaa mechi alafu ukakailisha, tambua kuna watu umewakwaza sana. Yaani kuna watu washapata shoti nauli, wapata shoti simu za kulala. Kwa hiyo hii inategemea tempo ya watu itakuwa imeshuka vile vile. Kama unavyoona hapa uwanjani kila mtu amekuja amejiandaa kwa ajili ya kuangalia mechi, lakini watu wanaondoka, mechi hakuna. Kwa hiyo imeshusha morali na radha ya mpira wenyewe. Na ukizingatia kwa hizi timu mbili zipo kwenye ushindani wa kugombania kikombe. Yanga anatetea ubingwa wake, klabu ya Simba inataka kuchukua kombe. Naam, nikushukuru sana. Sasa hiyo mpenzi mtazamaji wa Lasa Media, tulikuwa tunaongea na mchambuzi wetu kupitisha kwa baadhi ya mambo, namna anavyoona mpira wa Tanzania unavyoendelea na namna changamoto zinazoendelea kujitokeza katika ligi yetu, kwamba hii ligi itaendelea kuwa na ubora au kwa sababu ya hizi figisu ambazo zinaendelea kati ya hivi vilabu kubwa viwili itakuja kushusha hadhi ya ligi yetu, au ni mambo tu ya kimpira na atakuwa sawa. Naam, nikukaribisha uendelee kutufuatilia, subscribe, like na comment ili uendelee kupata taarifa zetu kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa na taarifa nyingine zitakazokuwa zikijitokeza za kimchezo. Asante.